Kila mmoja kaa kimya. Roho wa Bwana ikiwa liko neno lako la wakati ndani ya kusanyiko hili, ninairuhusu sauti yako sasa. Roho wa Bwana chukua nafasi yako. Sema kitu ili watu wapate kujua wewe ni Mungu wa neno lako. Nguvu za Mungu ziko juu ya mtu mmoja ambaye ana ujumbe wetu hapa. Weka mic kwa huyo apostle. Paseke korea pa ampasekiki indondoria kekeria sa ainonia sekeria kosa iso isemeria kesekanto sheba borimoseri memoria kampo seketa sakaba ainonidia tetebea sakisi tangu mwanzo nililipanga na amna anayeweza kuzuia opasiki sekose serianonia sakabo. Iwapo nikipanga na ninatekeleza, na iwapo nikisema na inakuwa, iwapo nikitamka inatokea. Oferia, Menoria, Aitosia, Genevia, Iporako seka saba. Mwanzo mpya natangaza kwa kusudi langu. Ni mimi Bwana wa majeshi nimesema haya. Ivaria momosese batontia shekoria mamo beva betesia riseria oria kaishi kiba. Mtumishi wangu alionekana mdogo kati yenu, walimtenda anachoweza kufanya, nami nilimlinda na kuzuia uhai wake mkononi mwangu kwa ajili ya wakati wangu mtimilifu mbele zangu. Na mtaona, mtashuhudia, mtashangilia kwa ushindi mkubwa nitakaofanya mbele yenu. Nanyi mtafurahi, nanyi mtarukaruka, nanyi mtaona ya kwamba nyinyi ni watoto wa Bwana Mungu aliye hai. Kuna watu 16 ambao hawajawahi kunena kwa lugha kabisa. Muda huu, dakika hii, sekunde hii, unajaa Roho Mtakatifu. Hautaweza kuepuka hiyo nguvu. Hujawahi kabisa. Huwezi ukacontain hiyo nguvu ya Mungu. Bwana Yesu mwenyewe anakujaza kwa ajili ya utukufu wake. Imekuwa ni kilio chako na maombi yako, sasa unapokea. Chukua Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na hutaweza kujizuia. Watu 16 ambao hawajawahi kunena kwa lugha. Wa kwanza, kokote kule uliko, nguvu za Mungu ziongezeke juu yako. Wa pili, nguvu za Mungu ziongezeke juu yako. Wa tatu, nguvu za Mungu ziongezeke juu yako. Mungu ameamua kupa zawadi siku ya leo. Wa nne, wa tano, asiweko ambaye hatajaa Roho. Umekuwa ukiomba sana, nipokee. Umekuwa ukiwatamani wanaoomba, leo ni zamu yako. Ukiona watu wananena kwa lugha unawatamani, leo ni zamu yako. Chukua hiyo nguvu, utu wako wa ndani ufunguke. 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, na hizo nguvu ziongezeke. 11, 12, 13. Kule nyuma kwenye hema kuna nguvu za Mungu zinatembea. Kuna malaika amesimama huko nyuma kwenye hema. Nguvu za Mungu zinapita. Kila aliyefungwa anafunguliwa. Kila aliye na changamoto ya kiafya inaondoka. Kila aliye na kifungo cha kitabia, tabia inabadilika. Touch and change them, Holy Spirit. Kuna watu 6 waliwahi kuwa na vidonda vya tumbo, baadaye wakawa wamevishinda. Lakini dalili zote za vidonda vya tumbo zimekuwa zikirudi kiasi kwamba hata kufunga imeanza kuwa changamoto. Kokote uliko, wa kwanza, nguvu za Mungu ziko juu ya hiyo roho iliyoko ndani ya tumbo. Paka pasata pa. 2, wa pili ufunguliwe. Wa 3 ufunguliwe. Nimesema ufunguliwe. Wa 4 ufunguliwe. Wa 5 ufunguliwe. Wa 6 funguka. Hicho kitu kinatoka kwenye tumbo lako, kimekaa kama vidonda, toka nje. Kuna mabinti 11 kuanzia kesho utaanza kufunga siku 5 bila maji, bila chakula. Na ni msukumo umekuwa nao muda mrefu. Na ili ujue kwamba ni wewe, muda unapoongea mwili wako wote unaanza kucheza. Roho wa Mungu anauseti mwili wako kwa ajili ya mifungo mirefu. Haya, wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5. Tek! Kuna wanawake 3 wamekuwa kianza biashara zinakufa. Roho wa Bwana anakufungua, mikono yako inaanza kuwaka moto hapo ulipo. Hicho kitu kinachokula vitu kwenye wewe mikono kinashika moto. Hai! Wa kwanza, mwanamke, wa pili, wa 3. Roho wa Bwana yuko juu yako kwa ajili ya kukomesha uteka wa kiuchumi. Uanze kufanya biashara sasa. Nimesema moto unaongezeka kwenye mikono.
Hautaweza. Roho ya umaskini inaachia mikono yako, inaondoka, haiwezi kukaa. Wala msiwarete huku, washikilie tu asijiumize. Ndo wanafunguliwa hivyo. Kuna mtu mmoja, mzazi mwenzako, binti au mwanamke hivi, si mtu mzima, ni mwanamke ambaye ana ubinti fulani bado. Mzazi mwenzako alikususia mtoto, akasema hataki kulipia chochote. Mkono wa Mungu unakuja juu yako kwa ajili ya kwanza kuponya uchungu ulioko kwenye moyo, lakini pia Mungu anamshughulikia huyo mzazi mwenzako. Ila roho wa Mungu anakugusa wewe hapa. Haya, roho Bwana msaidie huyo binti. Kuna watu 9 wameomba kazi serikalini, wanapata kazi muda huu. Yeyote aliyeomba kazi unapata kazi. Wako 9. Na kama ni wewe, utasikia nguvu za Mungu nyingi juu yako. Na baada ya ibada hii, kuanzia kesho kwenda mbele, utaitwa ndani ya mwezi kazini. Watu 9 wanakwenda kazini. Tukikutana April, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 4, utakuwa na ushuhuda umepata kazi serikalini. Ni Mungu anakupeleka kwa ajili ya kazi yake. Roho Mtakatifu anasema anauleta ule uamsho wa matendo ya mitume tena, na anajipatia mitume 5 katikati yetu, manabii 6, wachungaji wenye moto 12, walimu wa neno wa ajabu wenye ufunuo 3. Na kila aliyeko kwenye hiyo namba utaepuka mafuta ya Roho Mtakatifu leo. Holy Spirit. Wazi au mitume mafuta ya watafute, au manabii mafuta ya watafute, au wachungaji 12 moto uongezeke juu yao, au walimu 3 ambao watatembea na ufunuo wa ajabu na wawasha moto. Bwana anasema anainua watu 8 hapa ambao atawapa pesa kwa ajili ya Injili. Watu 8, mtakuwa na pesa nyingi sana. Wa kwanza, kokote kule uliko, moto wa Bwana uje juu yako, maombi yako yamejibiwa. Wa pili, moto uje juu yako. Wa tatu, moto uje juu yako. Wa 4, moto uje juu yako. Wa 5, moto uje juu yako. Wa 6, moto uje juu yako. Wa 7, wa 8. Sio hera ndogo, ni hera mamilioni, mamia ya mamilioni. Bwana atatengeneza namna utakuwa na connection za biashara na watu wa nje. Utafanya biashara na watu wa nje. I declare you by the power of the Holy Ghost. Let the hand of God rest upon your life and make it possible. Kuna watu wakina mama 6 ambao wamekuwa na shauku ya kujenga vituo vya yatima. Uwe na vituo vya yatima, ndio kiu yako, lakini wewe mwenyewe maisha yako sio mazuri, hata wewe mwenyewe hali yako hairidhishi, lakini kiu yako ni kukaa na yatima, kusomesha yatima. Mko 6. Ndani ya miaka 2 ijayo, Bwana atageuza maisha yako kwa namna ambayo hakuna maelezo ya mwanadamu yanatosha kueleza. Nao watu, nguvu za Mungu zinakuja juu yako, yatatoka machozi ambayo huwezi ukayazuia. Haya, Roho Bwana shuka juu yao. Gusa ule moyo wa huruma ulioweka ndani yao. Yaruhusu machozi ya furaha yatoke. Let that compassion manifest. Hiyo huruma ya kimungu iliyoko ndani yao idhihirike. Wa kwanza, moto uongezeke. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yako. 2, 3, wa 4, wa 5 hadi wa 6. Wote mshike moto. Kuna wanangu 11 wachungaji wanatamani sana kudhihirisha nguvu za Mungu, demonstrate power. Yaani ukinyosha mkono kwa mtu, nguvu za Mungu zitembee. Simameni wachungaji wa ABC. Halafu ninyoshe mikono. Hivyo kama unavyoguswa wewe ndivyo utakavyokuwa baada ya leo. Touch, touch, touch. Change them, make them Holy Spirit, make them. Demonstrate your power upon them and make them. Muda wa kuongea maneno mengi umeisha. Ni muda wa kudhihirisha nguvu. Demonstrate power.
Marekaba. Ninaiona mikono imenyoshwa. Roho Bwana anaigusa mikono yenu na vinywa vyenu. Takapatata. Move in power. Move in power. Move in power. Demonstrate power. Dhihirisha nguvu. Dhihirisha nguvu. Dhihirisha nguvu. Dhihirisha nguvu.